Basi niwakaribishe katika ibada ya leo. Ibada ya leo niwaombe tuwe na utulivu, tachukua tu dakika za kutosha, alafu tutakuwa tumemaliza. Tuombe. Baba mwema wa mbinguni, tunakushukuru sana, asante kwa sababu umekuwa mwaminifu sana. Umekuwa ukituongoza na kutubariki katika mikutano hii. Tunakualika tena katika ibada ya asubuhi ya leo na mchana huu. Uendelee kusema na mioyo yetu ili tufae kwa ajili ya uzima wa milele. Asubuhi ya leo na mchana huu tunaalika malaika zako na Roho yako Mtakatifu. Tupatie utulivu ili tuweze kuelewa kile ambacho tunahitaji kusema nasi leo. Kwa jina lake Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mchana wa leo somo linasema imani inayookoa. Imani inayofanyaje? Inayookoa. Kuna imani ambazo haziokoi, lakini pia kuna imani ambazo zinaokoa. Haleluya. Sasa leo tunataka tuangalie. Wako watu ambao wanasema wana imani, lakini swali ambalo mchana wa leo unapaswa ujiulize, imani ulio nayo, je, inaokoa? Sawa, wewe ni kiongozi wa dini, hatukatai. Wewe ni mzee wa kanisa, tunakubali. Swali, imani uliokuwa nayo, je, inaokoa? Wakati mwingine, wakati wa mwisho ni wakati ambao wapendwa, kila mmoja anatakiwa awe na imani inayookoa. Maana katika ulimwengu huu kila mahali manabii wa uongo wamekuja. Makanisa yako mengi kila mahali. Na istoshe, kanisa linaweza likawepo sehemu watu wakagombana ndani ya kanisa, akatoka mzee humo ndani akaenda akafungua kanisa lake nyumbani. Halafu kanisa likaitwa la fulani. Sawa, umetoka ndani ya kanisa, umeenda umefungua la kwako. Imani ulionayo inaokoa? Na watu wanaona kabisa, wanaona kwamba hawa walikuwa wagomvi, wamegombana, wameamua kutoka, mmoja amebaki, mmoja ametoka. Wameenda kujenga nini? Kanisa nyumbani. Na waumini wanafuata kwamba tuende kwa upande huu. Lakini swali ambalo wanapaswa wajiulize, imani ulionayo, je, inaokoa kweli? Inaokoa. Kuna wakati ambao unatakiwa uwe na imani. Tena imani yenye nguvu. Imani isiyoyumba. Inatakiwa wakati fulani wewe mshiriki uwe na imani ambayo haiyumbishwi. Ukite pale kwa Yesu mwenyewe ambaye ni mwamba. Na ukisha ikita kwenye mwamba ambao hautikiswi, na wewe hautatikisika. Haleluya. Taswali, imani ulionayo ndugu yangu ambayo unasikiliza mikutano hii, kweli ni imani inayookoa? Maana wako wengi niwaambia ya kwamba wako wamekuja, hata juzi nikawaambia, wengine wamekuja, yuko kanisani na anasema ameonyeshwa unabii amuoe mke wa mzee wa kanisa. Na mzee wake wa kanisa amekubali. Kakubali kumwachia mke wake aende wapi? Kwa nabii. Nabii akabeba na mama kakubali. Wako wengi. Ni vizuri ujiulize, ibada unayofanya, je, ni ibada sahihi? Ni kweli una ibada? Ni kweli unafanya ibada? Swali, ibada ulionayo ni kweli ya kwenye maandiko? Wengi leo wana imani za wazazi. Yaani kile ambacho baba anaamini ndicho mtoto anataka akiamini, hata kama ni cha uongo. Wengine wamejenga imani zao kwa wake zao, kwa waume zao, kwamba kile ambacho mume anachoamini hata kama hakina msingi kwenye neno la Mungu, naye anafuata. Wako ambao wamejenga imani kwa viongozi wa dini, hata kama anaonekana anafuata, afuati kweli, huyu bwana anafuata. Na ufanye vibaya, umseme huyo kiongozi wake wa dini.
Sasa wengi wamejenga imani zao kwa wazazi, kwa mababu. Wanasema babu alikuwa na imani hii, sitaki kutoka. Baba ana imani hii. Na mtu umefundishwa na umesoma Biblia na umegundua kwamba wazee walifuata ya kwao. Haya yanayosomwa ndio ya Biblia. Na kushauri, ondoka hapo kwa wazee, amia kwenye neno la Mungu. Sasa leo tunajifunza katika kitabu cha Marko sura ya 10 fungu la 46 mpaka fungu la 52. Fungua tu Biblia alafu tusome hapo. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko, ndio, pamoja na wanafunzi wake. Na mkutano mkubwa wa Timayo. Sawa. Na mkutano mkubwa. Mwana wa Timayo, Bartimayo. Ndio. Yule mwombaji kipofu. Alikuwa ameketi kando ya njia. Sawa. Naye aliposikia kwamba ni Yesu Nazareti anapita. Ni Yesu Nazareti. Alianza kupaza sauti yake. Kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze. Sawa. Lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Sawa. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamuita yule kipofu. Ndio. Wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Sawa. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Hai. Yesu alishika njia, Biblia inasema, kwenda Yerusalemu. Na Yesu anapokwenda Yerusalemu alikuwa anaenda kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Na anaenda Yerusalemu, anawaambia wanafunzi wake, kule nitaenda kushtakiwa na wazee wa dini. Wazee wa dini sio watu wazuri sana. Ni mzee wa dini, lakini swali, ana imani inayookoa kweli? Wazee wa dini ndio waliomuua Yesu. Wazee wa dini, una dini sawa, inaokoa. Hao ndio ambao waliompeleka msalabani. Na Yesu anashika njia, anaenda Yerusalemu kwa ajili ya kifo msalabani, kwa ajili ya hao wazee. Wazee wa dini, hata kwenye ibada zao utadhani ni malaika wanaongea. Wazee wa dini sio watu wazuri. Ana sauti ya kuvutia sana, ya kukufanya ukubali kile alichokisema, lakini maisha anayoishi mzee wa dini, hata mbingu zinaangalia, zinasema huyu mzee, huu mti tuukate lini? Yesu anasema, wewe uache tu uendelee kukua, huenda atajirekebisha mikutano ikija kitasha. Wakati Yesu anaenda, na wenyewe walikuwepo, wanaangalia, wanachungulia, ni akina nani wanaomfuata huyu Yesu anayeenda Yerusalemu? Wazee wa dini wapo. Na hapa siku moja nikaona kichwa kwenye mgomba, mzee wa dini kimeibuka, anachungulia. Mzee wa dini, ni akina nani wanaoenda kwenye huo mkutano wanasikiliza? Wazee wa dini sio watu wazuri. Wazee wa dini ndio walioleta mafundisho ya wazee. Wanaambia Yesu, wazee wa dini wanaambia, wewe unakula na wadhambi. Wazee wa dini sio watu wazuri sana. Mara nyingi wazee wa dini wakishajua kwamba umeuamini ukweli, wazee wa dini wanasema, mtengeni na sinagogi. Wazee wa dini wakiona tu mchungaji ameenda kwenye nyumba fulani, anaomba, mama wote wanasema, jamani, mimi naombewa na wachungaji, niombeeni. Wazee wa dini wakisikia, unatengwa kwenye jumuiya. Wazee wa dini. Sasa Yesu ameshika njia, anaenda Yerusalemu kwa ajili ya kifo cha mwanadamu msalabani. Biblia inasema akiwa yuko njiani akafika mji ambao unaitwa Yeriko. Yeriko Waarabu wanaita ni mji wenye kunukia, mji wa mitende. Ni mji ambao ulijengwa kando kando ya mto Jordan na umetajwa kama
ndio mji wa mitende. Sasa Yesu amefika hapa Yeriko. Biblia inasema katika Marko anasema akakutana na mtu mmoja ambaye ni kipofu, mwana wa Bartimayo. Ukienda Mathayo anaandika walikuwa vipofu wawili. Luka anaandika kipofu mmoja alikuwepo. Sasa huyu bwana huyu, Biblia inasema alikaa kando ya njia barabarani. Alijua kwamba hapa ndipo ambapo watu wengi wanapita kwenye biashara, wanashuka wanaenda Yerusalemu. Kibarua chake ilikuwa ni kuomba sadaka. Kwa amekaa ametega barabarani anaomba sadaka. Ni mtu ambaye aliyedhalilika sana. Kibarua chake kilitegemea ukarimu wa wale wanaopita kwenye ile barabara. Sasa watu wakawa wanauliza maswali. Wengine walikuwa wanajiuliza watu, kwamba huyu kipofu yuko hapa njiani miaka yote, kosa gani amefanya huyu? Je, kuna dhambi ambayo ameitenda mpaka akawa ni kipofu? Au huenda ni wazazi wake walifanya kosa fulani, huenda huyu jamaa akawa kipofu? Kwa kulikuwa na maswali mengi ambayo huenda yalikuwa yanaulizwa kwenye akili za wale ambao walikuwa wanapita pale. Sasa uzuri wa huyu kipofu, Biblia inasema alisikia mkutano mkubwa wa watu unapita. Alisikia kelele. Sasa kauliza, kuna nini? Watu kamwambia, sikiliza, Yesu Mnazareti anapita. Sasa Yesu Mnazareti, Biblia inasema kwamba akaacha kuomba sadaka, akaanza kuita. Habari njema ni hii, kipofu alisikia watu wanahadithiana kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Yesu Mnazareti. Hapo tu nyumba ya jirani pembeni amefufua binti. Hapo tu tumesikia watu walikuwa na mabebo yameondoka. Kwa alisikia watu wanapiga hadithi. Hiyo ndio habari njema ilikuwa kwake. Aliposikia na alipoambiwa ndiye yeye anayepita, Biblia inasema akaacha kuomba sadaka na akaona vazi lake ni zito, akaamua kulitupa. Alafu akamfuata Yesu. Watu wakapiga kelele, wewe anyamaza, anapita Yesu mwenyewe ndiye anapita, tulia. Biblia inasema akasema naendelea kupiga kelele mpaka asikie. Nataka nikuambie rafiki, hata kama ikitokea watu wanakukatisha tamaa, wanasema usije, usibatizwe, hizo ni kelele. Wewe mwendee Yesu akuokoe. Usiende, usibatizwe, wanabatiza, usiende, usifanye hivi, hizo ni kelele. Kuwa na imani inayookoa. Kama kipofu, isiache kelele hizo, endelea kuita Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Na niwaambieni mchana wa leo, ili Yesu akutendee chochote unachohitaji, kwanza mtambue Yesu ni nani kwenye maisha yako. Ukisha mtambua, lolote unalohitaji atalifanya. Ndio maana Biblia inasema kwamba yule kipofu alipopona akamfuata wapi? Njiani. Kwa inatakiwa ili Yesu akutendee jambo, mkubali Yesu, alafu mfuate wapi? Njiani. Yesu anataka umwamini, umkubali. Na ili akutendee, mkubali, fuata kile anachokisema. Chochote utakachohitaji atakifanya. Yaani ukitaka umfuate Yesu, kubali kupoteza mila na matambiko. Kipofu aliona ni mzigo. Mila na matambiko ni mzigo. Achia haraka, kimbia kwa Yesu. Hivyo vitakufanya usipate rehema. Umekumbatia matambiko. Yaani umekumbatia imani yako kwa kiongozi wa dini. Nataka nikwambie, ukimfuata Yesu, achana na mengine yote. Kipofu aliona kwamba hapa huu ni mzigo,
namhitaji Yesu zaidi, akaamua kuacha vyote. Nadhani kutie moyo wewe mama ulioko hapo nyumbani, na wewe baba unayesikiliza mikutano hii, ni vizuri ukakubali. Hata kama utatengwa na wazazi, usimwache Yesu leo akapita. Yaani Yesu anapita hapa leo, na amepita kwa nyimbo zimeimbwa leo, amepita kwa matoleo, anapita kwa neno la uzima, na yuko hapa anamtafuta mtu mmoja ambaye atakaye kubali kumwita Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Yesu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Asubuhi ya leo na mchana huu nikukumbushe, kama unataka Yesu asipite hapa bila kukutendea, tambua kwanza hitaji lako ni lipi. Kipofu alijua kwamba hitaji langu kubwa, nataka nione. Ndipo Yesu akamwambia kwamba sasa, akaweka mikono kwa yule kipofu kwa imani, na Biblia inasema kipofu yule akaona. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Kipofu akaona. Huyu ndiye Yesu ambaye anahubiriwa hapa. Haleluya. Ndiye ambaye anataka mchana wa leo atende jambo kwenye maisha yako. Anahitaji tu utoe moyo wako, umwamini na ufuate kile ambacho anachokisema. Yote mengine mwachie. Wewe mwambie tuingia moyoni, nafuata kile unachokisema, yeye mengine atayafanya kwa uaminifu. Wewe ambao umeshamfahamu Yesu, tulia humu. Achana na masuala ambayo tumeumwa kwa muda mrefu, unaenda kupiga ramli halafu umo kanisani. Yaani wewe kaa humu, hata kama litakuja fundisho fulani ambalo hauliamini, tulia humu. Hapa ndipo penyewe, usiumishwe. Kaa humu. Yesu yuko hapa, anaita kila siku. Hata mchana wa leo anaita, anapita, anauliza nani ambaye anahitaji nimtendee. Asubuhi ya leo kama unahitaji ambao unataka Yesu akutendee, nataka nikwambie kwa imani atafanya sasa. Amen. Sasa hivi atafanya. Hata kama uko nyumbani, kama unahitaji lolote ambao unataka Yesu akutendee katika ibada ya leo, tafadhali njoo kwenye viwanja hivi. Yuko hapa. Na Yesu popote alipopita, popote alipokatiza, wale waliomhitaji hakuwaacha. Kila alipopita alitenda miujiza. Kila alipopita mapepo yalikimbia. Kila alipopita watu waliokolewa. Haleluya. Na ndio maana hata mchana wa leo, nani anahitaji? Yesu anaita. Anataka akuponye mchana wa leo. Anataka akuokoe. Nani ambaye yuko tayari? Asa Yesu, unapopita hapa saa hizi mchana wa leo, tafadhali Yesu usiniache. Nahitaji, kuna jambo lipo ndani ya moyo wangu ambalo nataka ulikamilishe kwenye ibada ya leo. Mimi silijui, ila Yesu analiona ndani ya moyo wako, anaona jinsi ambavyo unavyoteseka na hiyo familia. Anaona jinsi ambavyo unavyohangaika usiku, haulali, haupati usingizi, ndoto za kila aina, hofu kila wakati. Yesu anaona, mimi sioni, na anataka akutendee jambo saa hizi. Simama. Yesu mwana wa Daudi, usinipite. Tembeni mjihadi. Hiyo sio kali. Tembeni mjihadi mbele. Njoo. Ninajua una jambo. Mimi silijui. Hata jirani yako alijui. Wakati mwingine una jambo kama yule kipofu. Ninaamini jana wa leo Yesu anakwenda kutenda muujiza kwenye maisha yako. Kuna jambo atalifanya. Ni kweli una kazi, lakini kuna watu ambao wanafuatilia maisha yako. Ninajua unahangaika kwamba nifanyeje, yako mapambano. Nataka nikwambie Yesu anapita hapa. Asipite bila kumpelekea tatizo lako.